Mtazamaji wa Mwananchi Digital, kama ambavyo tumekuwa tukikuletea mwendelezo wa matukio mbalimbali yanayoendelea katika mzozo kati ya Israel na Gaza, ama Israel na Hamas inayoishi maeneo ya Gaza nchini Palestina. Na taarifa tuliyoipata hivi sasa inasema kuwa shambulizi la anga lilotekelezwa na jeshi la Israel IDF katika hospitali moja mjini Gaza limemuua kiongozi wa juu wa kundi la Hamas na msaidizi wake. Kwa mujibu wa Hamas, shambulizi hilo lililolenga jengo la hospitali limemuua mkuu wa masuala ya fedha wa Hamas, Ismail Bahoum, alipokuwa ndani ya hospitali ya Nasa, ambayo ni kituo kikuu cha matibabu kilichosalia eneo la Khan Yunis, Gaza nchini Palestina. Shirika la habari la Reuters limeripoti leo Jumatatu Machi 24, 2025 kuwa ofisa mmoja wa Hamas alieleza kuwa Bahoum alikuwa akipokea matibabu hospitalini hapo baada ya kujeruhiwa katika shambulio la anga siku 4 zilizopita. Jeshi la Israel lilisema kuwa lilimpiga mwanachama muhimu wa Hamas aliyekuwa akifanya kazi ndani ya eneo la hospitali baada ya kukusanya taarifa za kijasusi juu ya uwepo wake ndani ya hospitali hiyo na kupunguza madhara kwa raia. Waziri wa ulinzi wa Israel Katz alithibitisha kuwa Bahoum ndiye aliyelengwa ndani ya hospitali hiyo. Hata hivyo, jeshi halikutaja jina la shabaha yake, likisema kuwa alikuwa gaidi muhimu ndani ya kundi la Hamas. Televisheni ya Al-Aqsa ya Hamas iliripoti kuwa Bahoum alikuwa akipokea matibabu hospitalini hapo kutokana na majeraha aliyoyapata katika shambulio la awali lililotekelezwa siku 4 zilizopita. Israel inasema Hamas hutumia hospitali, shule na makazi ya wakimbizi kwa shughuli zake za kijeshi, madai ambayo Hamas imekuwa ikikanusha. Video iliyosambaa mitandaoni inaonyesha moto mkubwa ukiwaka katika ghorofa 3, jengo linaloonekana kuwa la hospitali. Hata hivyo, Reuters haikuweza kuthibitisha video hiyo mara moja. Baada ya miezi miwili ya utulivu wa kiasi katika vita, wa Palestina wa Gaza wanalazimika kukimbia tena makazi yao baada ya Israel kuachana na mpango wa kusitisha mapigano na kuzindua upya mashambulizi makubwa ya anga na ardhini Jumanne dhidi ya kundi la Hamas. Kiongozi mwingine wa Hamas, Salah al-Badouel, aliuawa katika shambulio tofauti huko Khan Yunis, na Hamas ilisema mapema siku ya jana. Jeshi la Israel lilithibitisha kuwa lilimuua Badouel siku ya Jumamosi. Badouel na Bahoum walikuwa wanachama wa ofisi ya kisiasa ya Hamas yenye wanachama 19, na tangu vita hivyo vianze mwishoni mwa 2023, Hamas inasema wanachama wake 11 wa ofisi hiyo wameuawa. Mlipuko mkubwa ulisikika katikati na kusini mwa ukanda wa Gaza mapema Jumapili, huku ndege za Israeli zikiendelea kulenga maeneo kadhaa ya eneo hilo. Katika ishara ya kuwa huenda Israeli ikaongeza operesheni zake zaidi, IDF ilisema Jumapili kuwa moja ya kitengo chake kilichokuwa kikifanya kazi Lebanon, ambako Israeli inapambana na Hezbollah inayoungwa mkono na Iran, kilikuwa kikijiandaa kwa operesheni eneo la Gaza. Video iliyosambazwa na IDF ilionyesha kuwa mizinga ikiwa inashushwa kwenye uwanja wa wazi, huku maandishi yakiwa yanasomeka maandalizi ya division ya 36 kwa operesheni katika ukanda wa Gaza. Mwisho wa kunukuu. Wizara ya afya ya Gaza ilisema kuwa angalau Palestina 45 wameuawa katika mashambulizi ya Israeli huko Rafah na Khan Yunis siku ya Jumapili. Maofisa wa Palestina walisema kuwa idadi ya vifo tangu vita hivyo vianze karibia miezi 18 iliyopita imefikia zaidi ya watu 50,018. Jeshi la Israel linasema kuwa linafanya kila liwezalo kupunguza madhara kwa raia na linahoji takwimu za vifo zilizotolewa na mamlaka ya afya mjini Gaza inayoongozwa na kundi la Hamas. Maofisa wa afya wanasema idadi kubwa ya waliouawa ni raia. Israeli inadai kuwa takriban wapiganaji 2,000 wa Hamas ni miongoni mwa waliouawa, na Hamas haijatoa takwimu zake za majeruhi. Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amesema lengo la vita hivyo ni kuangamiza Hamas kama jeshi la mamlaka ya utawala, na alisema kampeni mpya inalenga kulazimisha kundi hilo kuachia huru mateka waliobaki eneo hilo. Wakati huo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alizungumza na Netanyahu ili kusisitiza uungaji mkono wa Marekani kwa Israel, na alisema msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio. Waziri wawili hao walijadili operesheni za kijeshi za Israel eneo la Gaza, juhudi za kuwarejesha mateka na mashambulizi ya Marekani dhidi ya wanamgambo wa Kihuthi wanaoungwa mkono na Irani nchini Yemen. Israeli ilizindua mashambulizi yake Gaza baada ya wapiganaji wa Hamas kuvamia kusini mwa Israeli mnamo Oktoba 7, 2023 na kuwaua watu takriban 1,200, wengi wao wakiwa raia, na kuwateka nyara zaidi ya watu 250 kwa mujibu wa takwimu za Israel. Na nukuu,
Mashambulizi ya Israeli yamesababisha vifo vya kutisha, alisema mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya, Kaja Kallas. Kadri vita hivi vinavyoendelea, pande zote mbili zinapoteza. Kallas aliongeza kuwa Israel lazima iheshimu maisha ya raia na kwamba vitisho vya kuikalia Gaza kwa muda mrefu havikubaliki. Wakati huo, Hamas imeshitumu Israel kwa kuvunja masharti ya makubaliano ya kusitisha kwa mapigano Januari, lakini imesema kuwa iko tayari kujadili usitishaji wa mapigano na inatafakari mapendekezo kutoka kwa mjumbe maalum wa Rais wa Marekani Donald Trump maarufu kama Steve Witkoff. Msemaji wa jeshi la Israel Avichai Adrai alitoa onyo la kuhama kwa wakazi wa Tel al-Sultani, eneo lililopo magharibi mwa mji wa Rafah. Jeshi lilisema wanajeshi wake wamezingira Tel al-Sultani ili kuvunja miundombinu ya ugaidi na kuangamiza magaidi katika eneo hilo kwa lengo la kuimarisha udhibiti wake na kupanua eneo la usalama kusini mwa Gaza. Wanajeshi waliruhusu raia kuondoka kupitia njia maalum ya usalama wao. Makumi ya familia ziliondoka na kuacha makazi yao huko Tel al-Sultani zikielekea Khan Yunis huku zikitembea kwa miguu, huku nyingine zikibeba mizigo na watoto kwenye mikokoteni ya punda na baiskeli za matairi matatu. Wizara ya Afya ya Palestina eneo la Gaza imesema idadi ya vifo huenda ikaongezeka na kufikia zaidi ya watu 61,700 na 1,113,274 wakijeruhiwa katika vita hivyo vya Israeli dhidi ya Gaza. Pia takribani watu 1,139 waliuawa nchini Israel wakati wa mashambulizi yaliyoongozwa na Hamas mnamo Oktoba 7, 2023 na zaidi ya 250 kuchukuliwa mateka. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na mzozo huo. Jina langu ni Mgongo Kaitira.